watu walikuwa hawalitarajii sana kumuona mnyama akipoteza, na ilikuwa labda ni kwa sababu ya mchezo uliopita, lakini wengi walikuwa wanamuona kama Simba hata akipoteza isingekuwa kwa aggregate ya zile goli nyingi au margin ya goli 3-1. Lakini Singida alikuwa sehemu gani bora, Simba alifeli sehemu gani mpaka kuweza kupoteza? Nianzie kwako Gift Chon. Umezungumza vizuri sana kwamba ilikuwa haiko expected kwa majini ile ya mabao matatu, lakini mimi naamini kabisa kwamba ilikuwa expected kwamba timu inaweza ikafanyaje, timu inaweza ikapoteza, kwa maana ya kwamba Simba kupoteza lilikuwa ni jambo ambalo linawezekana. Na kwa sababu gani mimi nazungumza hivyo? Mchezo wa kwanza ulipokamilika nilizungumza kwamba ilikuwa ni timu yenye uchovu dhidi ya timu ambayo haina fitness. Kwa hiyo wanakuja kukutana timu yenye uchovu haujaisha, timu ambayo ilikuwa haina fitness tayari imepata fitness. Na tuliona kuanzia mchezo wa kwanza ambao walicheza wa ligi kuu, Simba akipata ushindi, ilionekana kabisa kwamba kuna muda ambapo tayari Singida waliingia kwenye rhythm, walianza kufanya vizuri na walipata nafasi, lakini hawakuweza kuzitumia zile nafasi na kuweza kupata mabao. Zaidi utamzungumzia Jonathan Soa ambaye alipata nafasi nyingi lakini akashindwa kuzitumia. Mwisho wa siku akawa mara nyingi akifika eneo la mwisho anachelewa kufanya maamuzi, mwisho wa siku anagasiwa na kwenda chini, na isivyo bahati anashindwa kuwin mikwaju ya penalty ambayo aliexpect kwamba anaweza kuiwin. Kwa hiyo kapelekea mchezo kwa aina hiyo kuwa mgumu. Sasa wanapokuja kwenye mchezo wa pili tayari Singida wako kwenye form, tayari wameshajifunza kutokana na makosa. Naweza nikamzungumzia Jonathan Soa kwamba ameshagundua kwamba si rahisi hivyo kuweza kupata mkwaju wa penalty kwa namna ambavyo hata na mabeki wa Simba wanacheza au kwa namna ambavyo mambo yanakwenda. Kwa hiyo raundi hii baada ya kufanya tani anafanya maamuzi ya kupiga. Kwa hiyo Singida walikuwa bora kwanza kwa kurejea kwenye ile fitness baada ya muda mrefu bila mechi ya kwanza dhidi ya Simba ikawapa fitness na mwalimu akaona ni wapi ambapo wamekosea. Then namba 2 baada ya kuwa na fitness kuhakikisha kwamba wanatumia nafasi ambazo wamezipata. Ukitazama aina ya mabao ambao wameyafunga yote ni mabao ambayo chance hii hapa hakikisha unaitumia. Bao la Jonathan Soa tani ile tayari amebaki na golie, anaweka mpira ndani ya kamba. Nafasi yake yeke ameshaona mlinda mlango ameshakosea, ametoka hatua kadhaa, anaweka kwenye target, mpira unajaa ndani ya kamba. Kwa hiyo ni kuhakikisha kwamba wanatumia nafasi. Then baada ya hapo kuweza kuhakikisha kwamba wanawazuia Simba. Kwa hiyo Simba kilichowagharimu kikubwa ni uchovu. Yaani Simba wamechoka. Kuanzia kwenye mechi ambazo walizicheza zile za Viporo zilikuwa ni mechi nyingi mfatano. Utoke hapo unakwenda walicheza mchezo ambao ulikuwa ni wa ligi ya mabingwa mzunguko wa kwanza away, then inabidi wasafiri warudi hapa waweze kucheza tena. Ni mechi zenye intensity kwa sababu walikuwa wanahitaji matokeo na wanacheza dhidi ya timu bora. Unatoka hapo unakwenda kukutana na Singida ambayo pia ni bora kwenye ligi. Sasa kilichobahatika kwenye mchezo wa kwanza walikutana na Singida ambayo haina fitness. Mwisho wa siku Simba wakaondoka na alama 3, lakini ingekuwa ni ngumu sana au ingeshangaza endapo Singida tena angeruhusu kupoteza mbele ya Simba ambayo kabisa kwa namna moja ama nyingine unaiona kabisa kwamba imechoka. Yani hata namna ambavyo wanafanya matukio kidogo Mpanzu ndo alijaribu kuonesha uhai, lakini wachezaji wengine wengi walikuwa hawako kwenye ari, hawako kwenye moral na ile hali ya upambanaji ilikuwa imepotea. Kwa hiyo Singida walitumia hiyo advantage kuweza kupata faida mbele ya Simba na kutinga nusu finali, kutinga finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Pengine mahitaji ni mara nyingi ambapo Simba ni kama vile yes wana mahitaji na hili taji, lakini sio kwa kiasi hiko kama ambavyo nadhani wana mahitaji na ligi kuu na ligi ya NBC. Ukitazama ule utayari ndani ya kiwanja haukuwa mkubwa kiasi hicho. Ukitazama kuanzia mwalimu namna ambavyo alipanga kikosi, ndio lazima wafanye rotation kwa uchovu wa wachezaji waliokuwa nao, lakini alionyesha kabisa dhahiri shahiri hata timu ilivyokuwa inacheza. Yani kuna namna ambavyo it's bora hapa tunatoka tukapumzika, lakini nadhani target yao kubwa ni kuona nini ambacho wanakwenda kukifanya ndani ya ligi kuu. Ndio hicho ambacho unaona wana strive for zaidi kuliko michuano mingine. Na mara nyingi Simba kwenye michuano hii ya kwenye ya shirikisho amekuwa hafiki, yani amekuwa kitolewa na timu unexpectedly, yani kwamba uexpect. Kwa hiyo ni ile mentality, ni ile utayari. That's why unaweza kaenda ukamuona kwenye ligi ya mabingwa huyo mara nyingi
fika pale robo finali. Yani ni kitu gani ambacho nyie mnakihitaji? Kwa hiyo kuna namna ambavyo bado Simba uhitaji wao kwenye hii michuano unaonekana ni mdogo. Yani naiweka hivyo labda ni kuielezea zaidi. Kwa mfano tazama timu inakwenda labda kushiriki sijui Mapinduzi. Ni namna gani ambavyo wanashiriki ile michuano? Ni wachezaji gani ambao wanawapeleka kule? Hiyo inakupa picha kwamba hawana utayari huo kwenye hii michuano ukilinganisha na michuano mingine. Nadhani pia hicho ni kitu ambacho unaweza ukakiona kwa namna ambavyo Simba walikuwa wanacheza plus uchovu plus ili hata likiondoka nadhani target yao kubwa ni ligi kuu. Sawa, tuna target kubwa ya mnyama Simba ni ligi kuu. Kwa Chisano, Simba kwenye pungufu ya siku 25 27 hivi 25 26 amecheza takriban michezo 8, michezo mitatu ya kimaamuzi kwa maana ya mchezo wa finali kombe la shirikisho, lakini amecheza mchezo wa ligi ambao kama angepoteza dhidi ya Singida tungekuwa tunazungumza tafsiri nyingine kwa maana ya bingwa wa ligi, lakini amekuja kucheza mchezo mwingine wa kimaamuzi wa kumvusha kwenda finali dhidi ya Singida ambao amepoteza. Inawezekana ni sababu ya Simba ukiplus na zile michezo mingine ambayo ameicheza, ama hii ni sababu imekuja baada ya Simba kuweza kupoteza dhidi ya Singida? Mimi naamini Simba amepoteza kwa sababu kuna vitu alizidiwa na Singida Black Stars. Wala siamini kwenye kuchoka. Kwa mfano mimi kwenye aina ya magoli alofungwa Simba hayakuhitaji mtu awe amekamilika. Kwa mfano beki wa Singida Black Stars wakati goli la kwanza wakati Simba anafungwa, yule beki wakati kadribo ule mpira kakokota tuseme kwenye mita 30 35, kakokota ule mpira kavuka mstari wakati kakutana na Ngoma nafikiri alikuwa au kamvuka kaendelea kaingia mpaka karibu na final third ndo katoa pasi. Sasa unajiuliza huyu beki wa Singida wachezaji wa Simba walikuwa wapi kumnyima njia? Amekokotaje mpira kutoka karibu na katikati ya uwanja kavuka mpaka mstari wa katikati kaingia kwenye hafu ya Simba kasogea katoa pasi kwa mshambuliaji? Hiyo nayo utasingizia watu walikuwa wamechoka kwamba walikuwa hawamuone. Manake kuna mtu mmoja aliingia akaenda kujaribu kumobstruct lakini akashindwa, yule beki akaondoka na mpira akaenda akampasia Jonathan Soa. Again Chefono Malone umeshamnotice yule Jonathan Soa ni mshambuliaji ambaye mechi ya kwanza mechi iliyopita ya ligi katoka kuwasumbua. Tena silaha Jonathan Soa unamuona jamaa ana technique, ni mzuri kwenye techniques. Yani unaweza kumpa mpira hapa akakudanganya akatani kulia mara anaenda kushoto mjanja. Unampaje space huyo mchezaji ya karibu mita 1? Ukiangalia goli la kwanza Jonathan Soa katani ule mpira yani receiving yake katisha kama anaenda kushoto akaenda kulia akatani kuingia kulia. Sasa wewe unampaje space mshambuliaji kama huyu ambaye unamjua kwenye techniques yuko vizuri? Yule ni mshambuliaji ambaye utakao kukaa naye man to man. Amereceive mpira tu umemgonga huku chini. Hayuko tena comfortable kugeuka. Lakini wewe umempa mita 1. Guy, yule jamaa anakugeuza vizuri tu. Na ndio maana wala ukiangalia jamaa hajafanya vitu vingi. Yaani kapewa pasi, first touch yake ilikuwa ni kutani kwenye upande wake wa kulia. Ka drop shoulder akafunga. Unajiuliza hiyo nao unasingizia mtu alichoka. Yaani ile goli piga hesabu mtu alo assist beki wakati ka dribble ile mpira kapandisha kapasua katikati ya uwanja kaenda ka assist. Haya goli la pili Ali Salim Katoro kapewa mpira pasi first touch yake ikawa mbaya, anatuliza hapa mpaka Mbezi Beach. Sasa wewe unatulizaje mpira mzee uko kwenye eneo lile na huyu jamaa anafanya Cape Diran kuja kukufanya pressing? Mpira umepotea, wamefungwa goli la pili. Ile goli la Katoro nao utasingizia tulichoka. Tuende kwenye goli la tatu, Ducho alocheza lafi. Mtu amekaa chini anaingia kamkwatua nyuma. Free kick. Goli imeingia. Mimi free kick ya Keke nampa credit mpigaji, wala goalkeeper simlaumu. Goli la tatu alofungwa Ali Salim la free kick wala sio la kulaumiwa. Goli sio la kulaumiwa. Goli alofungwa Ali Salim Katoro goli la tatu na Keke sio goli la kulaumiwa. Msifu mpigaji, mpira sheka upiga
kaubendi umeingia near post, tena umefika mwisho kabisa. Pale goalkeeper atakafanya nini? Free kick alopigiwa Ally Salim na Keke ni ngumu kuliko free kick alofungwa goalkeeper Singida na Jean Charles. Free kick ya Keke ilipigwa mbali mtu kabendi kwenye near post. Tena mwisho kabisa. Na ilikuwa bomba kweli. Mwisho kabisa goalkeeper akaenda kamaliza mpaka goli. Naona kumwambiaje goalkeeper pale. Mpira umefika mpaka kwenye mwamba. Umeingia. Kwa mimi kwangu nafikiri goli la 3 goalkeeper hastahili kulaumiwa kwa sababu pale mpigaji kaweka mpira kwenye eneo ambalo lilikuwa gumu kwa goalkeeper Ally Salim kucheza ule mpira. Na sio Ally Salim, hata angedaka Kamara ile free kick ingeingia. Ule mpira umepigwa mbali. Kwa hiyo pale ni kusema bwana ukuta ulishindwa kufanya kazi vizuri kwa sababu mtu ili apige near post lazima mpira wake uvuke kwenye ukuta. Kwa sababu ule ndio upande ambao goalkeeper alikuwa kaeka ukuta. Ukuta umefanya kazi gani? Mtu kapiga pale kabendi ule mpira. Tumsifu mpigaji goli la 3. Keke kapiga mpira vizuri na alideserve kweli kuwa man of the match kwenye ule mchezo. Lakini ukirejea goli la pili, sasa shikilia goalkeeping error. Goli la pili lilikuwa goalkeeping error. Shikilia hapo, tunakuja kuanzia hapo. Mafanikio kwanza nahitaji ukikubali, upiganie ndoto zako uwe ngangari. Kinaendelea. Chisano ulikuwa unazungumza kwamba goli la pili ni makosa binafsi ya golikipa. Ilikuwaje sasa makosa binafsi? Sasa goalkeeper akapewa pasi. Akapewa back pass na katika hali ya kawaida ulikuwa unategemea tu mshambuliaji anaenda kumpress goalkeeper. Goalkeeper anafanywa pressing tayari mpira ulishatoka kwenye umiliki wake. Hauko kwenye imaya yake. Kwa sababu first touch yake ilikuwa mbaya. Ally Salim kafanya first touch na mguu wa kushoto, mpira umeenda mbali na matarajio yake naamini. Na mtu kapita nao kameenda kumpresi, wamegombania mpira umemkuta Keke, goalkeeper yuko kwenye position mbaya, kamtungua. Na wala hakutaka kuchelewa. Ile ndio tunasema proper decision making. Umefanya maamuzi kwa kuzingatia nafasi na muda. Ndio alichokifanya Keke kwenye goli la pili alilofunga Simba. Na huo ndio ukubwa wa mchezaji pia. Mchezaji anatakiwa utafsiri matendo kwa kuzingatia muda na nafasi. Nafasi umeipata, yes. Nimepata mpira kwenye eneo ambalo sijakabwa, niko kwenye nafasi nzuri. Muda angesema pale adribble ile mpira mara 2 mara 3, Ally Salim angeweza kuwahi kurudi golini. Ila alitumia muda ule ule kama alipopata nafasi akajua kwamba hapa nimepata nafasi, niko kwenye eneo la wazi, sibugudhiwi. Akaamua ile mpira kuupiga ukaenda golini. Kwa alitumia muda mchache kutafsiri matendo kwamba natakiwa nifanye nini, akafanya maamuzi ya kuupiga ile mpira juu kidogo ya alipokuwa Ally Salim na akafanikiwa kufunga. Kwa hiyo msifu aliyefunga goli la pili pia kiufundi ametafsiri matendo kwa usahihi. Nimepata nafasi, muda sahihi, sitakiwi kutumia muda mwingi kufanya maamuzi, natakiwa kureact kwa haraka. Pale kaurudisha ule mpira umeenda golini. Ingekuwa mchezaji mwingine ambaye anatamani awe na uhakika zaidi, angesema labda uchukue ni dribble hata mara 1 mara 2. Kufanya hivyo tu goalkeeper angekuwa kashampa muda wa kurudi golini, akajiposition vizuri. Lakini alijua hapa goalkeeper yuko off position, yuko kwenye nafasi nzuri, sio kwenye sehemu ambayo anaweza akafanya kitu kizuri. Cha pili, akaangalia umbali. Huu mpira anatakiwa ni uweke kwenye neti. Umbali uliopo naweza, yes naweza. Kingine unaangalia shabaha ambao unaweza pale msifu mpigaji. Unaweza ukaona kama goli ni kubwa kwa sababu ilikuwa wazi halina kipa, lakini kufikisha mpira uingie pale sio rahisi. Ndio maana wengine huwa wanakosa tena nafasi zingine zinakuwa za wazi kuliko ile alopata Keke. Kwangu mimi maana naamini Keke pale alikuwa na maamuzi mazuri, maamuzi proper sahihi kabisa. Kwamba huu mpira anatakiwa niupige sasa hivi. Nikidribble tu mara 2 mara 3 kipa kasharudi golini. Ndio. Kwa hiyo unapiga hapa na msurprise goalkeeper akiwa hayuko kwenye eneo zuri la kuzuia. Kwa hiyo mimi naamini goli la pili limetokana na uzembe wa goalkeeper. Goli la kwanza limetokana na uzembe wa Chemaloni. Goli la 3 limetokana na Rafa aliyecheza Duchu ambao mimi pia siamini kama ilikuwa na ulazima sana.
Duchu kufanya rafu. Sawa, shikilia hapo tumsikie Ahmed, afu nakuja na swali pia kuhusiana na mashabiki tu wanaenda uwanjani kila siku na wanachoka kwenye hizi siku ngapi ambazo Simba imecheza. Mashabiki wamechoka kwenda kuitazama Simba ikiwa inacheza. Sembuse kwenye upande wa wachezaji pia nao lazima wachoke, wale sio maroboti. Sasa swali langu kwenu, Chisano, kwanza nianze kwako. Chisano, umesema wewe kwako huoni kama mechi ya jana imesababishwa na uchovu, mechi ya juzi. Kwa nini Simba sasa walishindwa kupata magoli na ile intensity ambayo huo wanaionyesha ilishindikana? Ina maana ubora wa Singida ulikuwa ndo umewaathiri kwenye kwa asilimia kubwa kwenye mchezo. Wasichotaka kukubali watu ni kwamba Singida ana timu ya kumfunga Simba. Singida timu ya kumfunga Simba anayo. Yaani Simba akikosea mbele ya Singida, watu ambao wanaweza kumwadhibu Simba Singida wanao kwenye kundi lao. Na ndio maana umeona Jonathan Soa kosa la kiufundi alofanya Chemalon kumpa space yeye Katani kafunga. Alisalim Katoro kafanya kosa, Keke kamwadhibu. Wamepata free kick Singida, Keke kaiweka mpira kwenye neti. Sasa wapo magoli unasingizia tu ni kwa sababu jamaa walichoka. Kwa sababu timu ya Singida Black Stars ina wachezaji wazuri ambao wakiwa kwenye performance yao bora wana uwezo wa kuifunga Simba. Kwa mfano mechi ya ligi iliyopita kabla hawajakutana kwenye FA juzi, si Simba alishinda 1-0 na tuliona wote shughuli ambayo Simba alikutana nayo. Ndio pale unaweza ukasema Simba leo amemfunga Singida kwamba Singida yeye alikuwa na timu bora. No, Singida walifungwa lakini still walikuwa na timu nzuri. Twende kwenye mechi ya FA ya juzi. Ndio Simba walichoka lakini still walikuwa kwenye mchezo. Mpanzu kaingia kagongesha mwamba. Sio, umenielewa? Kuna attempt amezifanya, golikipa kaokoa wa Singida Black Stars. Sasa utasemaje kisingizio kio jamaa walichoka? Na nani alikwambia wachezaji hao hawachoki yani? Nani alikwambia hata Singida hawajachoka? Kwa sababu hawajacheza michuano ya kimataifa. Kwa sababu hawajacheza mechi zaidi ya 8 mfululizo. No, nitakupa mfano. Kucheza mechi 8 mfululizo, kwa mfano za Kiporo zile wamecheza mechi hapa wamefululiza. Ndio. Lile ni kosa la nani yani? La Simba. Sumuona jana Pyramid. So wamecheza finali. Jumatano na mechi pale Misri wanatakiwa kucheza na Zamalek. Kwamba watagoma wasicheze kwa sababu wanajua wametoka kwenye mechi ngumu. Au wiki iliyopita somerozana na Mamelodi South Africa. Kwa hiyo shughuli hazikuendelea mpaka walipokuja kucheza tena. Hapana, walicheza mechi yao ya ligi katikati ya wiki, weekend wamecheza tena na Mamelodi finali na wamechukua kombe Pyramid. Mzee, ukifika kwenye level unataka kuwa timu kubwa kwa maana ya kupata mafanikio, lazima uwe na kikosi kipana, lazima uwe na wachezaji bora. Na nitakupa mifano mimi. Ndio. Msimu mwaka juzi Yanga ikiwa na Fiston Mayele. Sawa, ikiwa na Fiston Mayele. Yanga ilishinda ubingwa wa ligi wakati wanaelekea kucheza mechi ya pili ya nusu finali na Marumu Gallants. Yanga wakacheza finali dhidi ya USM Alger, mechi ya marudiano. Baadaye wakapoteza ile mechi. Kwa kanuni wakapoteza ubingwa kwa USM Alger. Yanga walirudi Tanzania wakashinda ubingwa wa FA mbele ya Azam. Yanga ikiwa haina Fiston Mayele kwenye ile mechi. Ambaye ndio alikuwa mfungaji bora wa kikosi cha Yanga kama unakumbuka ule msimu. Lakini pia alikuwa ule msimu mfungaji bora pia kwenye ligi. Sasa unajiuliza Yanga waliwezaje kushinda ubingwa wa FA, kushinda ubingwa wa ligi na wakacheza finali kombe la shirikisho? Kitu ambacho Simba kakirudia msimu huu. Kacheza finali ya kombe la shirikisho, anawania ubingwa wa ligi mpaka tunavyoongea sasa hivi Simba. FA katolewa. Sasa Yanga kilichowafanya wao waliweza, Simba kwa nini wameshindwa? Yanga waliweza kwa sababu walikuwa na kikosi kipana. Imagine Yanga hiyo ilikuwa na Bernard Morrison, ina Jesus Moloko. Yanga hiyo ina kina Shuaboy. Hao wachezaji wote kina Mudathir walikuwepo. Yaani Yanga bado ilikuwa ina timu. Kina Kibwana Shomari alikuwa anaanzia benchi, anaanza Juma Shabani. Kuna Lomalisa ndani. Kuna Mwamnyeto, kuna Jobu, kuna Baka, Aucho. Huyo Yanga ulitaka isiweze kufanya hivyo vitu vyote. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa tayari wamejiandaa, timu yao ilikuwa na kikosi kipana. Tofauti iliyoko Simba,
Sio kwa sababu bado ipo kwenye maboresho. Ni timu ambayo wakikosekana baadhi ya watu, timu inapata tabu. Kwa mfano, Simba timu yao ilivyo, ili iweze kuwa na matokeo mazuri, wanaoanza mechi wanatakiwa waimalize mechi. Kwa maana kwamba wachezaji wa Simba wanaanza kikosi cha kwanza siku ya mechi. Wasipoweza wao kuishinda ile mechi, benchi Simba hawana wachezaji ambao wanaingia kuja kubadili mechi na wakapata matokeo, kwa sababu hawana kikosi kipana. Sasa hiyo ni kesi ya nani? Na ndio maana nikasema msimu Yanga anacheza fainali ya kombe la shirikisho, anakuwa bingwa FA na ligi. Yanga hakuwa na viporo vingi kama ambavyo Simba alikuwa navyo msimu huu. Ndio maana nikasema swala la kuwa na viporo, hiyo sio shida ya watu wengine. Ni nyinyi klabu mlikubali kwamba mechi zetu hizi tutazisogeza mbele. Tena mnaomba wenyewe kwamba bwana, tunaomba mtusogezee mbele, tuna ratiba ngumu hivi na hivi na hivi. Mnaruhusiwa, lakini mambo yamewageuka, mnakuja kutuambia tulichoka, tulitumika sana pale katikati. Hivi nikupe mfano. Simba angecheza mechi zake zote za ligi kama ilivyopangwa. Kwa mfano, alitoka kucheza mechi leo, akakaa wiki nzima kucheza, akasubiri mpaka Jumamosi tena akacheza mechi ya kombe la shirikisho. Hapa katika wiki ya kucheza. Hivi unafikia angeicheza ile mechi yake na angecheza mechi yake hapa ya kombe la shirikisho ya makunde, unafikiri Simba angekuwa na mzigo mrefu huko kwenye viporo? Asingekuwa nao. Ule mzigo ameutengeneza kwa sababu alikubali wenyewe kuweka mechi za viporo. Ndio maana nasema Simba, mimi mechi ya Singida kafungwa kwa sababu uwezo alizidiwa. Yaani ukizidiwa uwezo kuna nyakati unataka ukubali. Ndio maana nikasema Yanga wale walifika mpaka mwisho wa msimu, wameingia finali FA wakamfunga Azam kwenye finali. Azam ambaye wala alikuwa ashiriki mashindano ya kimataifa hapo. Na ndio maana nasema wachezaji wetu huwa tunawadanganya kwa kuaminisha vitu vya uongo. Yaani kwamba mlifungwa jamani kwa sababu mlikuwa mmechoka. Hapana, kuna makosa ya kiufundi Simba wamefanya, wameadhibiwa. Singida timu ya kumfunga Yanga, Simba ana wachezaji wazuri. Kwa sio Simba tu, mpaka Yanga wanalia kwa Singida. Kwani Singida akafungwa na Yanga goli 2-1? Yanga kwa nini akumfunga Singida goli 4-5 6 kama anapofunga wengine? Kwa nini alimfunga Singida goli 2-1? Tena kwa mbinde. Kwa sababu Singida ana timu nzuri. Ukitoa hizi timu za madaraja ya kati hapa. Yaani ukitoa Yanga na Simba ambao ndo tunaona ni Giants wa nyumbani hapa, Azam ambao wanajipapatua, Singida ndo timu inayofuata kwa kuwa na timu bora na kikosi chao kimejidhihirisha kina wachezaji wazuri. Kwa hiyo mimi kwangu nachelea kuamini kwamba yale magoli wamefungwa Simba kwa sababu walikuwa wamechoka. Mimi nakubali Simba wachezaji wao walicheza ile mechi wakiwa na uchovu, wamechoka, lakini magoli yalivyofungwa ndio yamefungwa kwa makosa ya watu binafsi ambayo wala hayahusiani na uchovu. Yaani Alisalim Katoro ile first touch yake ilimhitaji awe nini? Yaani aweje, yani ndo amezaliwa mpya ili atulize mpira vizuri. Ile ni uwezo. Goli alofungwa Kamara la kwanza na Soa, pale unamlaumu mtu eti kwa sababu kachoka? Pale mpongeze Jonathan Soa, alikuwa mjanja na akili, kampindua beki. Goli la tatu msifu Keeke, ana uwezo wa kupiga free kick, kapiga kwenye eneo gumu, kipa hawezi kudaka. Lakini tusijifichie kwenye vichaka vya kusema bwana tulikuwa tumechoka na nini na nini. Kwa nini mbona nyinyi mlipata nafasi ya free kick mkafunga yani? Kwa nini ndio ilikuwa free kick moja ile? Mbona kwenye mechi Simba walipata free kick zingine zikuzaa magoli? Kwa hiyo tukubali kwenye nyakati zingine tuseme bwana Simba kapoteza kwa sababu hakuwa na nafasi ya kufanya mabadiliko kwenye timu yake, hana kikosi kipana, na Singida wana timu bora, wametumia siku yao nzuri kazini kupata matokeo mbele ya Simba. Na hii wala sio story. Simba kuna nyakati ambayo kutolewa kwenye mashindano ya FA. Wala sio kwa sababu watu wamechoka. Ndio. Ni inatokea tu unafungwa umefanya makosa, na ndicho kilichotokea kwenye mechi ya juzi. Sawa, bwana, ni kile ambacho anaongea Chisano kuhusiana na finali hapo juzi, mnyama Simba akiweza kuondoshwa. Maneno ni mengi na uzuri, watu wanajibizana hapa kwenye YouTube hapa. Nimeona watu wanajibizana hapa. Unaona shabiki wa Simba anang'ang'aniza isemekane Simba amechoka, kwa hiyo